Baduke Stars, Sport Next Level. Hatimaye kikosi bora cha wachezaji waliong'ara zaidi katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu wa 2024-2025 kimefahamika. Kikosi hicho ambacho kinatokana na viwango vya ufanisi vilivyoonyeshwa na wachezaji katika kila nafasi na kisha wastani wa ufanisi wao kwa mechi zote walizocheza kwenye michuano hiyo, kuanzia hatua ya makundi, robo finali, nusu finali na finali na hatimaye bingwa kupatikana, ndicho ambacho mwisho wa siku kimejumuisha wachezaji takriban wawili kutoka kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Katika kikosi hicho, muundo wake ni baada ya golikipa kunakuwa na mabeki watatu wa kati, viungo wanne, halafu kuna washambuliaji watatu ambao wanasimama katika muundo wa 2-1. Yes, kwa lugha nyingine, mwingine anaweza kupanga baada ya golikipa ni 3-4-2-1, lakini kimsingi ni 3-4-3. Sasa kikosi hicho kinaundwa namna gani? Ni kwamba golikipa ni Mahmoud Gadi. Huyu ni golikipa wa klabu ya Al Masry ya kule nchini Misri, ambayo tunatambua vizuri iliishia hatua ya robo finali, ilitolewa na Simba kwa mikwaju ya penalty. Kipa huyu ametoa nafasi hii baada ya kuwa na ufanisi wa alama 7.2, ama kwa lugha nyingine tunasema 72%, kwa sababu 7.2 ni kati ya alama 10. Yeye kwa wastani ndiye aliyekuwa na alama za juu zaidi kuliko makipa wengine wote katika michuano hii kwa wastani. Maana hii inatokana, kama nilivyotoka kueleza awali, kile ambacho mchezaji katika kila nafasi wanaoshindana ni wachezaji waliocheza kwenye nafasi hiyo. Sasa yeye alama alizopata ndizo za juu zaidi kuliko makipa wengine wote. Lakini nambari katika wale mabeki watatu wa kulia ni Abdelhak Asal. Huyu ni beki wa klabu ya RS Berkane, ambaye kwa wastani Abdelhak Asal amepata alama 74%. Ndio, ama tuseme 7.4 kati ya 10. Huyu ni alama 72%, ama tunasema 7.2. Je, wengine ni nani? Katikati yupo Isufu Dayo. Huyu ni miongoni mwa mabeki wa kati wa klabu ya RS Berkane, ambao ni mabingwa wa michuano hii ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu huu, kutokana na ushindi wa jumla waliopata dhidi ya Simba wa mabao 3-1, wakishinda 2-0 kwao kule nchini Morocco, na kisha kwenye uwanja wa New Amani Complex kwenye finali ya pili ikimalizika, sote tunafahamu, kwa sare ya 1-1. Sasa huyu Isufu Dayo, mchezaji wa kimataifa kutoka Burkina Faso, Isufu Dayo, yeye ufanisi wake ni 73% na ndiye yupo hapa katikati. Halafu upande wa kushoto yupo Hossam Abdel Majid. Huyu ni beki kutoka katika klabu ya Zamalek ya kule nchini Misri. Yeye amepata 72% ya ufanisi, huyu Hossam Abdel Majid. Lakini katika viungo wanne kulia unamkuta Haitham Manyit. Huyu anatoka katika klabu ya RS Berkane, ambaye yeye ametoa nafasi hii kutokana na ufanisi wake wa 73%. Ndiye anasimama hapa katika miongoni mwa viungo wanne akitokea kulia. Hawa wa pembeni katika mfumo huu tunaoita wingback, kazi yake ni kuwa anapandisha mipira, lakini pia wanapozuia anarudi chini. Mfumo huu kwa kiasi kikubwa unategemea ufanisi wa wale wanaoitwa wingback. Ni mabeki ambao wanasogea kwa mbele na kuwa hao ndio mawinga, hao ndio mabeki. Sasa Haitham Manyit, beki wa kulia wa klabu ya RS Berkane, ndiye aliyepata nafasi hii. Lakini kwa upande wa kushoto yupo Fawaz Basadien. Huyu tunamfahamu vizuri. Alama yake ni 73%, ni wa klabu ya Stellenbosch ya kule katika ligi kuu ya Afrika Kusini. Stellenbosch tunafahamu walifika mpaka hatua ya nusu finali, wakatolewa na Simba kwa matokeo ya jumla ya bao 1-0. Miongoni mwa wachezaji waliong'ara sana ni beki wake wa kushoto Fawaz Basadien, ambaye katika mfumo huu kwenye baada ya golikipa 3-4-3, wingback upande wa kushoto ndio yeye Fawaz Basadien. Lakini katika viungo wale wa katikati yupo Yasin Labiri, ustadh. Huyu ni miongoni mwa viungo nyota wa klabu ya RS Berkane. Tunapozungumzia mafanikio ya RS Berkane kutoa ubingwa wa msimu huu 2024-2025 wa kombe la shirikisho barani Afrika, hata kule kwao katika ligi kuu ya Morocco ambako ametoa ubingwa zikiwa zimebaki mechi 5 kabla msimu kumalizika, basi waliong'ara sana ni pamoja na huyu Yasin Labiri.
Ndiyo, yeye alama zake ni 72%. Anafahamika vizuri. Mgongoni jezi yake huwa ni nambari 17. Yasin Labiri. Lakini Yasin Labiri yuko peke yake katika waliong'ara pale kati. Yupo Jasha Ahua wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Jasha Ahua ufanisi wake ni 74%. Ndiye anakamilisha wale viungo wawili wa katikati, wakiwa na viungo wengine kutoka pembeni kama nilivyotoka kueleza awali kwamba wao ni ma wingbacks. Lakini katika washambuliaji watatu, upande wa kulia yupo nahodha wa SAS Constantine, Brahim Dib. Yeye ufanisi wake ni alama 78 na ndiye aliyepata nafasi hii kati ya washambuliaji watatu, wawili wakiwa kwa nyuma, mmoja akiwa kwa mbele. Hasa wawili wa nyuma upande wa kulia ndipo anapatikana huyu Brahim Dib, wakati kwa upande wa kushoto yupo Eli Mpanzu Kibisawala. Yes, Eli Mpanzu Kibisawala, ambaye yeye ufanisi wake Eli Mpanzu ni 74%. Eli Mpanzu tunafahamu vizuri ni miongoni mwa nyota wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba waliowezesha kufika fainali, na amefanya vizuri sana katika michuano hii, ingawa alijiunga na Wekundu wa Msimbazi Simba wakati wa usajili wa dirisha dogo. Lakini mshambuliaji kinara sio mwingine, ni Osama Lamliwi, mchezaji wa klabu ya RS Berkane, ambaye mpaka michuano inakamilika amefunga mabao 5, ametoa assist 1, amesababisha penalty 1. Osama Lamliwi ndiye yuko pale mbele. Osama Lamliwi ufanisi wake ni 73%. Hawa ndio wanaokamilisha kikosi bora cha msimu wa michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF kwa kigezo cha kuangalia alama walizozipata katika kila mechi, na kisha zinajumlishwa zote na kutafutwa wastani kwa wachezaji wote kwa kila nafasi husika, ambapo mwisho wa siku kwa mfumo huu baada ya golikipa 3-4-3 ama 3-4-2-1 ndio mwisho wa siku unawapata wachezaji hawa. Ukiangalia vizuri utagundua RS Berkane wametoa wachezaji wengi zaidi, ambaye ni Abdelhak Asal 1, kuna Haitham Manuit wa 2, Isufu Dayo wa 3, Yasin Labiri wa 4, lakini pia unamkuta Osama Lamliwi wa 5. RS Berkane wametoa wachezaji wa 5. Wekundu wa Msimbazi Simba wachezaji wawili ambao ni nani? Jasha Ahua 1, Eli Mpanzu Kibisawala wa 2. Lakini wengine wametoa wachezaji mmoja. Zamalek ni huyu Hossam Abdel Majid, Zamalek wametoa mchezaji mmoja. Al Masry wametoa mchezaji mmoja ambaye ni huyu Mahmoud Gadi, golikipa. Lakini yule SAS Constantine wametoa mchezaji mmoja ambaye ni huyu nahodha wao Brahim Dib. Kwa ujumla hawa ndio wachezaji 11 wa kikosi bora cha msimu kombe la shirikisho barani Afrika CAF. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.